Aidha, mashamba ya bangi 39 yenye jumla ya eka 49 yaliteketezwa kote nchini. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha udhibiti na mapambano dhidi ya dawa za kulevya na kusogeza huduma karibu na wananchi, serikali imefungua ofisi 2 za kanda ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika mikoa ya Mtwara na Mwanza. Kwa upande mwingine, serikali imeongeza vituo vya kutolea huduma za tiba kwa waathirika wa dawa za kulevya kutoka vituo 6 mwaka 2019 mpaka vituo kutoka mwaka 2019-20 hadi kufikia vituo 9 vitakavyohudumia waathirika wapatao 10,567. Mheshimiwa Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2021-2022 serikali itaendelea kudhibiti uingizaji na usambazaji wa dawa za kulevya nchini, kutoa elimu kwa umma juu ya athari na biashara ya matumizi ya dawa za kulevya, kudumisha ushirikiano kati ya nchi nyingine katika kupambana na dawa za kulevya na kuendelea na upanuzi wa tiba ya methadone katika vituo vingine vitakavyoanzishwa. Maafa. Mheshimiwa Spika, serikali imeimarisha uwezo wa usimamizi wa maafa nchini ili kuongeza ustahimilivu wa jamii dhidi ya majanga Katika mwaka 2020-2021 serikali imewezesha upatikanaji wa vifaa vya huduma za kibinadamu na hivyo kuongeza utayari wa kukabiliana na maafa, lakini pia sambamba na kutoa elimu kwa umma na kamati za usimamizi na maafa za mikoa, serikali imekamilisha taratibu za kumiliki eneo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha taifa cha usimamizi wa maafa hapa jijini Dodoma. Mwaka ujao wa fedha, Mheshimiwa Spika, serikali itaanza na ujenzi wa kituo cha taifa cha usimamizi wa maafa, kuimarisha uwezo wa usimamizi wa maafa nchini na kuchukua hatua stahiki katika kuzuia au kupunguza na kujiandaa na kukabiliana na maafa yanapotokea. Swala mazingira. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kusimamia matumizi ya rasilimali na maliasili ili kuleta maendeleo ya kiuchumi, ya kijamii na kuwa na mazingira endelevu. Lengo hapa ni kuhifadhi mazingira, kupambana na uharibifu wa mazingira na athari zitokanazo mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2020-2021 serikali imefuatilia utekelezaji wa kanuni za udhibiti wa taka hatarishi za mwaka 2019 pamoja na kusimamia utekelezaji wa kanuni za kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki nchini kwa mwaka 2019. Lengo la serikali hapa ni kuhamasisha uzalishaji wa matumizi ya mifuko mbadala pamoja na vifungashio vya plastiki vinavyokidhi viwango vilivyowekwa na Shirika la Viwango Tanzania TBS. Mheshimiwa Spika, vile serikali imetekeleza miradi na shughuli wezeshi mbalimbali zikiwemo mradi wa kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo kame ya Tanzania, mradi wa kusaidia kujenga uwezo wa taasisi na jamii kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi kwenye maendeleo ya kaskazini mwa nchi, mradi wa usimamizi endelevu na ardhi wa bonde la Ziwa Nyasa, mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mifumo ya ekolojia vijijini na mradi wa majaribio wa kikanda wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi wa bonde la Ziwa Victoria. Mheshimiwa Spika, miradi hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mikataba mbalimbali ya kimataifa inayohusu hifadhi ya mazingira hapa nchini. Kupitia utekelezaji wa miradi hiyo, ajira 729 zimetengenezwa wakati shughuli za uwezeshi zimezalisha ajira 1528. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha mwaka ujao wa fedha, serikali itaandaa na kutekeleza mkakati, mipango kazi na miongozo mbalimbali ya uhifadhi wa usimamizi wa mazingira nchini. Aidha, itaratibu, kufuatilia na kupima utekelezaji wa sera ya taifa ya mazingira, sheria ya usimamizi ya mazingira na mikataba ya kitaifa mazingira katika ngazi zote. Sekta ya utawala bora. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha masuala ya utawala bora, Bunge lako tukufu kwenye mkutano wake wa pili mwezi Februari 2021 lilipitisha mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2021. Sheria ile imefanya marekebisho katika sheria ya taasisi ya sheria sura namba 1, sheria ya mahakama za mahakimu sura namba 11 na sheria ya mahakama za migogoro ya ardhi sura namba 216. Mabadiliko haya muhimu yameweka msingi wa lugha ya Kiswahili kuwa lugha ya sheria na lugha ya mahakama. Mabaraza ya vyombo vingine yenye jukumu la kutoa haki badala ya Kiingereza kama ilivyokuwa hapo awali. Mabadiliko hayo yanazingatia ukweli kwamba Kiswahili ndio lugha ya taifa, lugha ambayo imeeleweka
na inatumika na kila mmoja ndani ya jamii yetu na nchi jirani ambazo sasa zinaanza kutumia lugha hiyo. Mheshimiwa Spika, marekebisho hayo yataboresha mfumo wa upatikanaji wa haki kwa wananchi ambao ndio walengwa wa sheria husika, lakini vile vile serikali inaendelea na zoezi kutafsiri sheria kuu na sheria ndogo zote ambazo ziliandikwa kwa Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili. Kwa upande mwingine, serikali itayafanyia kazi maoni na ushauri wote uliotolewa na waheshimiwa wabunge wakati wa mjadala wa mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2021 ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha mfumo wa upatikanaji haki hapa nchini. Aidha, kuanzia sasa serikali itatayarisha na kuwasilisha katika bunge lako tukufu miswada yote ya sheria kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Spika, eneo jingine la utawala bora lililoimarishwa ni mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma. Serikali ilichukua hatua ya kufungua jumla mashauri 6 kwenye mahakama ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi, divisheni ya mahakama kuu, na kufikisha jumla mashauri 21 yaliyosajiliwa katika mahakama hiyo hadi Februari 2021, na mashauri 5 yamehitimisha na mengine 16 yaliyobaki yanaendelea kusikilizwa. Katika mpango wa bajeti ya mwaka ujao wa fedha 2021-2022, serikali pamoja na mambo mengine imepanga kukamilisha zoezi la kutafsiri sheria kuu na sheria ndogo zote kutoka lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiswahili na kutekeleza mipango ya kitaifa ya masuala mtambuka yanayohusu vita dhidi ya rushwa na ufisadi. Muungano. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020-2021 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kushirikiana kwa karibu na serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuulinda, kuenzi na kudumisha muungano wetu kwa lengo la kuwawezesha wananchi wa pande zote mbili kufurahia matunda yake. Mheshimiwa Spika, tarehe 6 Julai 2020 kilifanyika kikao cha sekretarieti ya kamati ya pamoja ya SMT na SMZ kwa ajili ya kushughulikia masuala muhimu ya muungano. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hicho ni tukio la kihistoria la kusainiwa kwa makubaliano ya kuondoa hoja 5 zilizopatiwa ufumbuzi kwenye orodha ya hoja za muungano. Mheshimiwa Spika, hoja hizo 5 zinajumuisha ushirikishwaji wa SMZ kwenye masuala ya kimataifa na kikanda, ushiriki wa Zanzibar katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, gharama za kushusha mizigo kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa mizigo inayotoka Zanzibar, lakini utafutaji wa uchimbaji wa mafuta ya gesi asilia na utaratibu wa vikao vya kamati vya pamoja vya serikali ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kushughulikia masuala ya muungano. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa faida za kusainiwa kwa hati hizo ni kuimarisha muungano, hususani ushiriki wa nchi katika jumuiya za kikanda pamoja na ushirikiano katika sekta ya uchukuzi. Kwa msingi huo, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wajumbe wote wa kamati ya pamoja SMT na SMZ ya kushughulikia masuala ya muungano kwa jitihada zao kubwa katika kuhakikisha muungano wetu unaendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, katika mwaka ujao wa fedha 2021-2022 serikali itaendelea kuimarisha uratibu wa vikao vyote vya kamati ya pamoja SMT na SMZ ili kuzitafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali zilizopo na zitakazojitokeza kwa madhumuni ya kuenzi, kulinda na kuhudumisha muungano wetu. Kuratibu masuala ya kiuchumi pia nayo itakuwa ni sehemu ya ajenda na kijamii kwa kufuatilia utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo kwa pande zote mbili za muungano, lakini pia kutoa elimu ya muungano kwa umma, kwa makundi tofauti ya kijamii, na kuratibu masuala yasiyo ya muungano kupitia vikao vya ushirikiano vya wizara, idara na taasisi za SMT na SMZ zisizo na muungano zenye majukumu yanayoshabiana. Ushirikiano wa kimataifa. Mheshimiwa Spika, Tanzania imeendelea kuheshimu misingi ya ushirikiano na mataifa mengine duniani zikiwemo taasisi za kimataifa na kikanda, sambamba na kusimamia, kulinda na kutetea maslahi yake kiuchumi, kisiasa, kijamii na kiusalama huko nje. Katika kipindi cha mwaka 2020-2021 serikali imeendelea kutekeleza diplomasia ya uchumi kwa kuvutia wawekezaji, watalii na kutafuta masoko ya bidhaa zetu nje ya nchi kwa lengo la kukuza uchumi na pato la taifa. Mheshimiwa Spika, Tanzania imeendelea kutumia ziara za viongozi wakuu wa kitaifa kutoka nje pamoja na majukwaa ya kimataifa na kikanda katika kukuza ushirikiano kwenye nyanja za kibiashara, uwekezaji, masoko na bidhaa zetu.
utalii na lugha ya Kiswahili ili kuchochea maendeleo ya nchi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2020-2021 tulipokea waheshimiwa marais kutoka nchi mbalimbali. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, alikuja hapa nchini. Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera, Rais wa Jamhuri ya Malawi, alikuja hapa nchini. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, naye alikuja hapa nchini, na Mheshimiwa Sahle-Work Zewde, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia wa Shirikisho la Ethiopia, mwanamke shupavu, naye pia alikuja hapa nchini. Mheshimiwa Spika, ziara za viongozi hawa zimekuwa na mafanikio makubwa katika nyanja za kiuchumi na kuimarisha ujirani mwema. Kwa mfano, ziara ya Rais wa Burundi ilikuwa chachu ya kufanyika kwa mkutano wa tume ya pamoja ya kudumu ya ushirikiano kati ya Tanzania na Burundi tarehe 3 hadi 5 Machi 2021 uliofanyika mjini Kigoma. Lengo la mkutano ule lilikuwa ni kuimarisha ushirikiano katika maeneo ya uchukuzi, biashara, nishati, utalii, ulinzi pamoja na masuala ya kijamii. Mheshimiwa Spika, ziara ya Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, mwezi Septemba mwaka 2020 iliwezesha kujenga mazingira mazuri kuelekea utiaji saini wa mkataba wa mwisho wa utekelezaji wa ujenzi wa bomba la usafirishia mafuta ghafi kutoka Uganda kuja hapa Tanzania. Mheshimiwa Spika, akiwa nchini Tanzania mwezi Januari 2021, Mheshimiwa Sahle-Work Zewde, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Shirikisho la Ethiopia, alieleza utayari wa nchi yake kukifanya Kiswahili kuwa moja kati ya lugha zinazozungumzwa nchini humo, sambamba na kushirikisha kwenye fursa mafunzo katika sekta ya usafiri wa anga na uwekezaji katika sekta ya viwanda na kuzalisha bidhaa za ngozi hapa nchini. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa jumuiya ya kikanda, Rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikabidhi wenyekiti wa SADC wa Mheshimiwa Filipe Nyusi, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, katika mkutano wa 40 wa wakuu wa nchi za serikali wa SADC uliofanyika kwa njia ya mtandao Agosti 2020. Jambo la kujivunia wakati wa wenyekiti wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ni lugha ya Kiswahili kuongezwa kuwa moja ya lugha rasmi ya SADC. Mheshimiwa Spika, masuala mengine ya kuanzishwa kwa Baraza la Biashara linalolenga kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika kuendeleza mtangamano wa kanda, kuhamasisha utendaji na uendelezaji wa viwanda kwa lengo la kukuza ajira, lakini biashara na mapato ya nchi wanachama, pamoja na kufanikisha kuandaliwa kwa mwongozo wa uwezeshaji biashara na usafirishaji katika kipindi cha COVID-19 ambao nchi zote ziliendelea kutekeleza kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Spika, mwelekeo wa serikali kwa mwaka wa fedha ujao 2021-2022 kwa upande wa mahusiano ya kimataifa ni kutekeleza diplomasia ya uchumi, kudumisha na kuimarisha mahusiano ya Tanzania na mataifa mengine, kushiriki katika shughuli za Umoja wa Mataifa na mashirika yake, Umoja wa Afrika na jumuiya za kikanda pia nao utaimarishwa. Mheshimiwa Spika, vile vile Tanzania itashiriki katika juhudi za kuleta amani na usalama kwenye jumuiya ya kikanda ambazo nchi yetu ni mwanachama, sambamba na kulinda na kutetea misingi na maslahi ya taifa letu ndani na nje. Wakati tunaelekea huko tunatekeleza hayo, ni matarajio yetu kuwa mataifa mengine nayo yataendelea pia kuheshimu uhuru wa nchi yetu, hususani katika kujiamulia mambo yetu sisi wenyewe. Utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Spika, katika mkutano wa pili wa bunge lako tukufu kupitia kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa Waziri Mkuu, nilitoa maelekezo kwa balozi zetu zote kuanzisha vituo vya kujifunza Kiswahili. Hatua hiyo inakwenda sambamba na kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kwa kutoa mafunzo ya matumizi sanifu na falsafa ya Kiswahili. Hatua nyingine ni kutoa ithibati kwa vitabu vya lugha ya Kiswahili vinavyokusudiwa kutumika shuleni, lakini vile vile kufanya tafsiri ya nyaraka mbalimbali ya kuanzisha mafunzo ya kuimarisha stadi za kufundisha Kiswahili kwa wageni. Mheshimiwa Spika, licha ya kuendelea kukua kwa sekta ya sanaa, michezo na burudani, bado mchango wake katika uchumi ni mdogo. Kwa mfano, tangu mwaka 2013 hadi mwaka 2019 sekta ya sanaa na burudani ilichangia 0.3% kwenye pato la taifa. Hata hivyo, sekta hii inapata hamasa kubwa, inaajiri vijana wengi
kwa sasa na imekuwa miongoni mwa sekta zinazotumika kulitangaza taifa letu nje na wakati mwingine kuvutia utalii. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa changamoto zinazoikumba sekta ya michezo, sanaa na burudani ni eneo la kiufundi na mbinu. Hili linadhihirishwa na uwepo wa walimu wengi wa kigeni hususani kutoka baadhi ya nchi jirani kwenye mchezo wa soka. Kwa mantiki hiyo, natumia nafasi hii kutoa maelekezo kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na kurugenzi zake zilizo ndani ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuja na mkakati wa kuendeleza wataalamu wetu wa michezo wa ndani, wa sanaa walioko ndani, lakini na burudani kupitia ubunifu kwa ushirikiano mzuri uliopo kati ya Tanzania na nchi washirika kwenye eneo la utamaduni, michezo na sanaa. Mheshimiwa Spika, serikali itaweka mazingira bora ya kuimarisha michezo nchini, kwani faida za michezo ni nyingi, ikiwemo ajira kwa vijana, mapato ya kodi na yasiyo na kodi, kinga kwa tiba na magonjwa yasiyoambukizwa. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, nimeelezea kwa muhtasari baadhi ya shughuli ambazo serikali imetekeleza. Aidha, nimetoa mwelekeo wa kazi zitakazofanyika katika mwaka 2021-2022. Maelezo ya kina ya utekelezaji wa kisekta yatawasilishwa na mawaziri watakapokuja wasilisha bajeti zao za kupitia wizara zao. Kwa kuhitimisha, napenda kusisitiza mambo yafuatayo ambayo serikali itatekeleza kwa umuhimu wake kama ifuatavyo. Mosi, kuenzi na kuendeleza jitihada za hayati Dr. John Pombe Magufuli aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani katika ulinzi wa rasilimali za taifa, nidhamu katika matumizi ya fedha za umma, utekelezaji wa miradi ya kimkakati, kuenzi lugha ya Kiswahili, mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, kuunganisha na kuwajali wananchi wanyonge na kuwadumisha umoja wa kitaifa. Mbili, kutekeleza kwa kasi miradi ya kimkakati ambayo inalenga kukuza uchumi, kuimarisha huduma za jamii na kuongeza fursa za ajira. Kwa kasi tuliyoanza nayo, serikali itaendelea kuongeza nguvu zake kuendeleza na hatimaye kukamilisha miradi hiyo. Tatu, kuimarisha huduma za jamii ikiwemo afya, elimu na maji pamoja na utekelezaji wa miradi inayoendelea na uanzishwaji wa miradi mipya. Nne, kuimarisha makusanyo ya mapato kwa kutumia mfumo wa kielektroniki na mashine za POS na kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuziba mianya ya uvujaji wa fedha za umma na kutekeleza rasilimali fedha katika miradi ya kimkakati na kielelezo. Na katika hili la matumizi ya kielektroniki, hatua kali zitachukuliwa dhidi ya taasisi ambayo tumeiagiza kutumia mifumo ya kielektroniki na bado haitumii mifumo hiyo ya kielektroniki. Tano, kushirikiana na washirika wa maendeleo katika kutekeleza miradi na programu mbalimbali zinazolenga kuimarisha huduma za kiuchumi na kijamii. Sita, kuchukua hatua za kukabiliana na majanga mbalimbali ikiwemo magonjwa ya mlipuko kwa kuzingatia maelekezo yanayotolewa na wataalamu. Mheshimiwa Spika, natoa rai kwa Watanzania wote bila kujali itikadi za kisiasa, dini au kabila, waendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa weledi, kwa uadilifu, kwa tija na ufanisi, lakini pia uaminifu na kupiga vita rushwa ili tuweze kulinda mafanikio tuliyoyapata. Jitihada hizo ndizo zitatuwezesha kuingia katika nchi ya uchumi wa kati. Makadirio na mapato ya matumizi ya fedha za ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Bunge kwa mwaka 2021-2022. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2021-2022 ofisi ya Waziri Mkuu na taasisi zilizo chini yake inaliomba sana Bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 116,784,244,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 93,303,370,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 23,480,874,000 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika,
Vile vile naliomba sana bunge lako tukufu liidhinishe jumla shilingi bilioni 128 milioni 873,377 kwa ajili ya mfuko wa bunge letu. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 121 milioni 878,906,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 6 milioni 997,471,000 ni kwa ajili ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Asante sana waheshimiwa wabunge. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba ambayo umewasilisha vizuri sana na kwa details za kutosha. Na waheshimiwa wabunge, hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu iko ndani ya kishikwambi chetu pamoja na hotuba za wenyeviti wa kamati, zote ziko humu ndani chini ya dirisha lililoandikwa hotuba za bajeti. Kwa hiyo zote ziko mle ndani. Asante sana kwa kutuanzishia marathon hii ya hotuba za bajeti, ambapo kama ilivyo ada huwa tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu. Sasa kabla tujaendelea, naomba niwatambue baadhi ya wageni wetu ambao pia tunao hapa, ikiwepo na viongozi wa vyama vya